Ebwana Chema la Masiko Fanaye Jiga. Yaani mama anapokuambia lile swala limezidi kuwa kubwa. Yule kijana amediriki kuja nyumbani na kubeba redio bila ruksa ya mtu yoyote. Na wakati nilipokuwa nakuja huko, nimekutana naye njiani. Amenipa maneno ya kashfa sana. Yaani mpaka moyo wangu umenyuma. Na nisipoangalia anaweza akaja kunifilisi kabisa. Alafu na kitu kingine, kuna kauli ulizungumza ukaniacha kwenye sintofahamu. Kwani nini maana ya siri za usiku? Wadudu, wewe ni mtu mzima, mwanaume mwenye nguvu na akili. Na hii kauli nisharudia mara nyingi sana. Maana asili ya usiku nataka uwe mchawi. Yaani Obi Wadudu niingie kwenye uchawi? Mbona ili swala geni kwangu yani? Kiukweli hapana. Siwezi nikaingia kwenye uchawi kwa sababu hata Mwenyezi Mungu hicho kitu hakipendi. Kwa siwezi na sintoweza kiukweli. Eti Mungu mwenyewe hapendi uchawi. Ulivyokuja kwangu unauma mkono, alokuponisha nani? Si mimi. Unajua mimi ni nani? Mimi ni mchawi. Na wewe ukiingia kwenye chama chetu, hakuna mambo yote atakayekusumbua, ukuchukulia mara sabufa, mara nini, hakuna atakayekuchezea. Kubali ingia kwenye kichama afu utaona. Kiukweli hapana. Mimi ninavyofahamu masuala ya uchawi lazima uwe ufanyaje. Sasa mimi sihitaji kwamba damu za watu mimi sinililiwe. Sihitaji kabisa yani. Sio rahisi kama unakufikiria mama. Kuvuja kwa pakacha ni nafuu ya mchukuzi. Sasa wewe endelea kufikiria. Huyu adui yako ataanza kuchukua friji na atachukua kila kitu kilichokuwa ndani mpaka atapiga mnada nyumba yako. Kama una akili, funguka. Mama, msimamo wangu uko pale pale. Wacha niendelee kufikiria. Haya, wewe endelea kufikiria. Wewe una moyo wa huruma. Shauri yako na uwezo wako. Sema da sister, ile siku mwili wake noma. Niwe mwazi tu kwako. Yule mtoto mchumba wangu. Hasa ile siku ile nilikuwa naye sehemu moja hivi. Shida ndio ilipompatia hapo. Sasa ndo nikambeba bali tukakutana pale njiani. Ila nilikuwa nahangaika kwao sipajui. Ila wewe umenisaidia kufika kwao. Kwa makini. Videm kama vile vinakuaga jao. Haya, siku amedondoka amekufia. Si kesi hiyo, utampeleka wapi? Takuwa makini ila si unajua mimi ndo stories zangu hizo. Meneja kinapi? Bro ametoka yupo. Sijajua ameelekea wapi. Kwanza, wewe meneja na kakangu umeanza lini? Amna. Bwana kuna siku tulikutana. Mimi katika harakati zangu za show, si unajua zile. Sasa nikapiga show kanielewa tu. Si unajua? Kwa hiyo Zali ndo limdondokea kanichukua. Sema napambana nisimdondoshe, si unajua kanishika mkono. Usijue kama unachezea hela za kakangu zinaenda bure. Haziende bure. Sema nini? Kwenye pita zangu mimi kuna sehemu nimepita. Sasa nimekutana na swali, ile swali mimi sijaelewa. Swali lenyewe lipo hivi, nitafute neno ambalo herufi zake nikizijumlisha napata namba 100. Sijaelewa umemaanisha nini? Mimi mwenyewe sijaelewa hivyo hivyo kama ulivyoelewa wewe. Labda nikuelewesha. A kwamba ni namba 1. B namba 2. C namba 3. D namba 4 na kuendelea mpaka Z. Swali lako lina utata. Siwezi nikakujibu hapa kwa hapa. Nipe muda nitakupa majibu. Baridi na noma. Katavi mbona unatokea sasa? Si meneja yako ananibana. Kisa mimi mtoto wa kike muda wote nikae nyumbani. Kwa unashinda hata muda wa kutoka kuja kuchangamana na nyinyi. Hii? Kanafagilia? Kana wivu au vipi? Oh, si ndo stories zetu. Sema nini mimi najijenga? Poa wengine.
imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, tunazama na hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, nani atasimama wakati upepo unavuma? Dalili za mvua. Hodi. Hodi. Karibu. Karibu mama. Shikamoo. Marhaba. Samani babangu, mimi hapa natafuta kazi na nimepita huko mtaani wakanielekeza hapa ndo kwa mzee Matimbo sijui. Ni kweli hapa ndio kwanza Matimbo. Ndi kazi zilizokuwepo utaziweza mama? Ni kazi yoyote nitafanya babangu, hata usijali. Lakini ni kazi gani? Kazi iliyokuwepo hapa mimi kilimo shambani huko. Mashamba yapo huko na sehemu inaitwa Bonjo huko. Kwa hiyo kuna kibanda kule, kwa hiyo itabidi ukalala. Na shughuli zangu mimi sitaki wawe watu wengi. Asilimia kubwa sana watu wangu mimi natakaga mmoja basi analima ile shamba, kuliko ile kulima watu wengi inasumbuaga kidogo. Sasa mama utaweza na kulala huko shamba? Kwa sababu kuna watu wengi sana washanisumbua. Kuwa hapa mimi nakuamini kwa vile wewe mwana mama, na imani kazi yangu itakuwa imeenda vizuri. Kuhusu hilo baba usijali. Mimi kulima nitalima tu. Imradi tu nipate chochote cha kukidhi mahitaji yangu. Sawa, na vile swala ya chakula nini nitakuwa nakuletea kule nyumbani. Sawa babangu. Nashukuru sana. Tena sana tu. Basi sawa. Ingia ndani upumzike, nifanye shughuli zangu hapa alafu tutoke twende shamba mbali kupeleke. Sawa baba, sana. Asante. Karibu. Machozi yamekuwa mto wa safari, kila usiku, kila asubuhi najiuliza, mbona njia ni giza, majibu yamejificha, moyo wangu nalia. Habari yako jirani? Salama, lakini sio salama sana. Jirani, kuna tatizo? Nimetoka kunyosha miguu. Si unajua tena changamoto za maisha. Ni kweli jirani unachokisema. Mimi mwenyewe napitia wakati mgumu sana kuhusiana na wanafunzi. Yaani wanasumbua. Hata la kusema sina. Yaani ni shida tupu. Yakubidi umshukuru sana Mungu. Kwa sababu kuna watu wako nyumbani hawana kazi. Lakini angalau wewe Mwenyezi Mungu kakujalia una kazi. Hiyo iko sawa jirani. Yaani tunapambana hivyo kibishi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu tayari ameshatujalia ajira. Hatuna la kufanya na tunapopatia ugali. Samani jirani. Nilikuwa nina mazungumzo muhimu sana na wewe. Sasa kama ni muhimu, ni bora ungeniambia hapa. Maana binadamu tumeambiwa kusahau. Mazungumzo nataka kuzungumza na wewe. Kwa hapa sio mahala pake. Kwa sababu hapa ni barabarani, watu wanapita wengi. Lakini pia ni mazungumzo marefu sana. Tunatakiwa tukae, tutulie. Ukipata wasaa basi uje kwangu.
Hilo halina shida, basi nitajitahidi kufanya hivyo. Haya, nashukuru. Haya, sawa. Dada, imekuwaje? Mbona kiatu mkononi? We acha tu. Huku kuna mtu kanivuruga, kanichanganya vibaya mno. Kukuvuruga gani mpaka kiatu bebe mkononi? Unashangaa kiatu? Tuachane na hili kwanza. Aya, wewe unaelekea wapi? Nilikuwa namsindikiza rafiki yangu Subira. Unamsindikiza wapi? Hebu nionee huruma mimi dada yako. Wewe nimekuacha pale nyumbani, ndio wewe mlinzi wa pale nyumbani. Wewe tena umetoka unamsindikiza Subira. Subira, sio kama sikutaki mdogo wangu. Sio kama sitaki uje nyumbani kwangu. Lakini kakako unamjua, kakako ana matatizo. Na mimi kesi za mdogo wangu na mimi zinatutosha. Hatutaki kesi nyingine. Sitaki balaa. Naomba uondoke nyumbani kwenu. Danabu, naomba njoo taratibu kabisa. Mguu hapa alikuwa nyumbani kwetu na mdogo ndo alikuwa anasindikiza. Kama utaki mdogo wako anisindikize, bora ishia hapa hapa. Sio unaanza kupeka payuka mtaani kila mtu ajue. Kama mimi nyumbani nafungua kwetu na kakaangu. Danabu, njoo taratibu. Kama umevuruga mimi ndo nimechanganywa zaidi. Kwa inavyoonekana, wewe ushaanza mabwana na sio mabwana, makulumbembe. Wewe tuondoke nyumbani. Zuu shoga yangu. Naona dadako kisukari kishampanda. Mimi kisukari kikinipanda hapa, tutashikana tupigane. Kuacha mimi zangu nyumbani. Tutaona baadaye. Haya, wewe upigane na nani? Wewe unaweza kupigana na mimi wewe? Mtoto shanza mabalaa wewe, mtoto jeuri tafikiri nini? Mpumbavu mmoja wewe. Yaani na huyu kipe. Leo ashukuru mtoto wa kiume. Angekuwa mtoto wa kike, ningimpiga ngumi moja ngumi ndio ige, tungeelewana. Kipe ndio nani? Wewe acha tu mdogo wangu. Yalini kicha huku. Yaani leo nikipigwa mimi leo, usini niko kwenye hali gani? Echo mwanangu. Nakumbuka siku nafika hapa nilikupatia taratibu kwamba usitoke bila kuaga. Lakini sasa naona unaenda tofauti kabisa na kauli zangu. Sitaki kaka nione mimi mbaya kwamba sijui kulea. Kakuleta huko naamini kabisa kwamba mimi naweza kulea. Inafikia hatua hadi unaletwa na yule mzee. Simjui, hanijui. Hujui kwamba utaniletea shida. Mimi nilikuwa natoka niende dukani. Maanake peni ilikuwa imeniishia. Wakati naelekea dukani, njiani nikakutana na mbibi. Nikamsalimia vizuri, akaniita. Nilivyoenda akanishika kichwani. Baada hapo sikujua kitu kingine chochote kilichoendelea. Mungu wangu. Huyu atakuwa ndio yule bibi alionipa ndizi mimi. Tena nahisi ana chuki kubwa sana na hii familia. Lengo lake nahisi anataka aiteketeze. Ni bora umrudishe huyo mtoto nyumbani kwao. Msije mkakamatana na kaka yako ubaya. Maana hili ni la kwetu wenyewe. Acha tupambane tu. Mwanangu, kwa matatizo yaliyotokea, hakuna budi kurudi nyumbani. Sio kwa ubaya. Na hofia sija katokea makubwa zaidi ya haya. Si unanielewa mwanangu? Kwa yote naomba mnisamehe na sitarudia tena. Kipenzi, hakuna kosa kubwa ulilofanya zaidi ya wanadamu na chuki zao na roho mbaya zao. Nilikupenda sana mwanangu. Maana siku uliyokuja ndio taa zilipowaka humo ndani, lakini leo tena unaondoka na baki peke yangu. Mimi nitapambana vyovyote vile. Hata kama babako mdogo atasahau kuhusu nauli yako, mimi nitakuwa najitahidi sana kumkumbusha kuhusu wewe. Alafu kila unapotuhitaji tutakuwa tunakuja kukutembelea mara kwa mara. Umeelewa mwanangu? Ndio. Usijisikie vibaya. Ulikwenda wapi mjomba? Maana muda uliopita nimejaribu kuangaza humu ndani sijakuona. Nilitoka na yule ua, na maanisha Jinifalia. Alinipeleka kwao, na baada ya kufika kwao alinipa nguvu, kisha akaniambia kwamba zitanisaidia kulinda mimi mwenyewe dhidi ya watu wabaya
na ninaweza nikamsaidia mtu mwenye matatizo. Kisha akanipa hiki hapa hiki, ananiambia nikuletee wewe. Amefanya vizuri sana, na hili ni jambo sahihi alilolifanya, maana inaweza kutusaidia sana katika mitihani ya hapa na pale ambayo tunakutana nayo. Na nilikuwa nikikusubiri sana kwa hamu, maana sijapata riziki. Hivyo kwa kuwa umerudi, nenda kaniandalia chakula nipate kula. Kumbe ndio maana ulikuwa unanitafuta. Aya basi, ngoja nikakuandalia chakula. Shemeji. Vipi tena? Mputa mbio, pressure juu na hema kama mbwa. Shida nini? Shemeji, kwa nilikotoka huko, yani hata sio salama. Niko njiani na chati, wamenibia simu yangu, mtu kakimbia, nimemkimbiza hata sijampata. Maana ile simu yangu ina namba zangu za muhimu, yani hapa nimechanganyikiwa hata sielewi. Sasa unachanganyikiwa kwa sababu ya simu kweli? Aya, tuseme sasa ndio ungekuwa barabarani magari yanapita, ushakufa hata tushakupoteza wewe. Kitaalamu wanasema hivi, don't confuse your mind with small things. Usiharibu akili kwa sababu ya vitu vidogo bwana. Simu ni kitu kidogo sana ambacho unaweza kununua tu. Kwa nini hivyo? Basi sasa mimi ngoja niende nyumbani, maana wao wananichanganya. Kuongea hivyo sio kwamba nimekufukuza ndio ukimbie nyumbani. Naongea hivyo maana yake inamaanisha kwamba cool your temper. Pumua kwanza. Yes. Niambie. Mimi sina usemi, naenda kwanza nyumbani. Naona kama unanivuruga kwanza, hata sielewi hapa. My lord. Dunia ina changamoto sana. Mimi nimetoka huku nimekimbizwa. Unaikatoka ukaibiwa simu. Yaani kama nikitolea mfano, hii ni kama bahari sasa. Wacha tuone. Wende ikani ya tsunami kweli. Sikia mdembwe kale. Maskani inabidi iwe hivi sasa. Si unajua unakaa tu umekalia pwampwa tu mwanangu, dakika mwisho utakuja kutembelewa na yule mzee wa hivi. Si unajua itikeli inabidi izingatiwe kwenye maskani. Shanaelewa Yaani usichukulie poa maisha ya kweli yani. Mbona basi sela usishaeleweka, hiyo imeisha. Mbona kama hivyo unacharaza sana? Unavimba au sio? Unachukulia poa? Amna blaza, mimi. Ndugu wangu vipi? Mbona unatikali mbovu kama hizo? Mbona unatikali mbovu kama hizo? Ndugu janja unachukulia poa maisha kweli? Ndugu amka. Unachukulia poa? Vipi kwani mbona kama hivyo? Hamna blaza. Hamna vipi? Mbona kama hivyo unasema? Tulia basi, mguu wenyewe ni nje, mbona kama hivyo?
Vuta hapa na wewe. Dogo, unakunya maskani? Unaleta pampu au sio? Au unachukulia poa, unakimbizana utachukulia poa au sio? Vipi? Kuna pila? Hakuna brother. Kwa pita zangu nimepita mtaani pale nikakutana na kidemu kifupi kama 50. Nikapita na simu yake. Ndio moja kwa moja mpaka maskani ila hakuna pila brother. Oya Sela, ongea na mdogo wako, si unajua? Mimi akili mbili. Oya nitamkili sasa hivi unajua. Oya mimi sipendizesheni mwanangu. Umekunya maskani mdogo wangu utayazoa. Kuda dadako, shangazi yako, bibi yako kipele. Yote lotamu. Shughuli poa maisha kweli. Oya Sela, hiyo mali ujue. Ukienda kusukuma huko ukirudi hapa uje na vichenchi. So uchikichie juu kwaje utakuwa ukamwe. Oya kipunje. Hapa kwenye general, si unajua? Yaani ninapogeuka mbele, siangalii nyuma. Hapa panga visu ngozi laini operation tu. Yaani mimi napiga operation muda wote. Kuda dadako na shangazi yako, bibi yako kipele. Pwa. Kuda dadake. Semeni nini? Mimi nishapagawa wanangu. Mimi nilipozaliwa tumekutana na ufu ya kinyesi. Watoto wa malaya nini? Unaona na nini hapa? Unakaa sinduli hivi. Sinduli ya nyoko. Kuda dadako. Sasa ni brother, alivyonichota huyo sijasahau. Hujasahau vipi mshamba? Nimeshakwambia bana kibao kabisa, ukiwa unatimba maskani mapepe acha. Kuburuza viatu buruza huko, ukija huko nyanyua, unaingia maskani kama unakimbizwa Sela. Yule ndo baruza, nilikwambia ana akili mbili hapo. Nyewe umeona azi. Bila kumtuliza mimi hapa alikuwa anakuumiza ujue. Siku nyingine tikeli zingatiwe, respect itawale ukija maskani. So unakuja tu ovyo ovyo. Twende tukachukue pause bana. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana. Boss, nimekuja kusikiliza wito wako. Sawa. Magambo, mimi nafikiri 90% ya vijana wangu wote unajua roho yangu jinsi ilivyo. Lakini sasa kuna muda unakaa unarudi nyuma. Unaona sasa kwa sasa ngoja kwanza nipunguze zile roho ambazo hazina maana. Lakini unakuta bado kuna watu wanakuja wanaamua kuchokoa majambo ambayo hayana maana yote. Unajua shemeji yako nyumbani hapa ameondoka. Tena ameondoka katika hali ambayo si nzuri kabisa. Amenikashifu, amezungumza vitu ambavyo sio vizuri. Lakini kumbe kuna kijana ambaye ndio anasababisha yote yatokee. Na yule kijana ili kuonesha kwamba yeye ni mwanamume, aliyakuwa ni mtoto mdogo sana, akaamua aje mpaka nyumbani hapa kuthibitisha kwamba je, yule mtu yupo ama ameondoka. Na kama itoshi, amenijibu majibu ambayo si mazuri. Yaani amenitukana matusi mazito. Unajua amenidhalilisha na naamini kama kungekuwa na watu hapa mtaani basi ningeumbuka pa kutosha. Na wewe unajua mimi binafsi napenda sana heshima kuliko chochote kile. Sasa nikaona bora nikuite kijana wangu. Ikiwezekana huyo mtu tumtafute. Kisha tumfundishe adabu. Ajue kwamba sisi akina nani au ajue kwamba mimi nani. Hivi bosi, ni kijana gani anataka kufa ingawa Mwenyezi Mungu hakumtaka roho yake kwa wakati? Kiepe au ni macho yangu tu? Kweli Kiepe anaweza kanipita na kuniangalia vile bila kunisemesha? Lakini nakumbuka mchukuzi alishasema amekutana na mtu kama Kiepe. Wanafanana vile vile. Kama ni yeye, nitajua. Yaani nitajua tu.
Sasa naona na huyu sasa anahitaji kufa aliyakuwa muda wake bado. Unamjua? Hapana. Kwa jina lake simfahamu. Lakini ni kijana tu hapa mtaani, kama tunamtafuta maana tunampata. Ni kijana fulani hivi mbamba hivi, anapenda sana kuvaa kofia, yani kama hii ya kwako, lakini kofia yake rangi yake ya kaki. Nadhani kazi zangu unazijua jinsi zilivyo. Sana. Unapolipa kazi naifanya. Kabisa. Nasichekeshi. Si ndio? Yeah. Sasa basi miliona jambo sio la kulalamika bosi, na kati uwezo mimi ninao mkubwa tu. Inabidi huyu mtu afe. Yaani tumuue. Bosi wangu msitaki kuwa na wasiwasi bwana. Jambo jepesi tu hilo. Unajua nashukuru sana kusikia maneno matamu kama hayo. Unajua kama unakuwa na watu ambao wanakupa maneno matamu, masuala ya kumwaga damu, mtu afiki usikufanyaje. Yaani mtu kama mimi huwa ndo napata faraja, naona kabisa kwamba nina watu mashababi kokote naenda nao. Hilo ni wazo zuri. Tufanye hivyo hivyo. Bosi, ili jambo tulifanye lini? Ili jambo tunalianzia sasa hivi hapa. Yaani atafutwe kijana, akipatikana manake adhibiwe. Imeisha hiyo bosi. Sawa. Baba. Oh, binti yangu Nolelwa. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, tunazama na hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, nani atasimama wakati upepo una